Bwana msikilizaji, ni kukaribishe katika hii simulizi tabu, simulizi ya mapenzi, simulizi ya kuitwa Dia Rovina kutoka kwake mwandishi Saidi Jayara. Mimi naitwa Uncle J Simulizi. Sasa bwana, nikukumbushe katika sehemu ya pili, pale tulipoishia ni kwenye zile harakati za sherehe. Rovina bwana alikuwa anaolewa baada ya kusubiri kwa muda mrefu, lakini mwisho wa siku akabidi tu akubali kuolewa na yule mwanaume ambaye yeye hakuwa anampenda. Ila libidi tu akubali mara baada ya kuona Prince ameshapotea. Miezi 3 imepita, hakuna simu ya Prince, hakuna kuwepo kwa Prince, na hajui taarifa zozote zinazohusiana na Prince kule India. Sasa binti amekubali kuolewa, ndoa yake itafanikiwa? Sasa wakati kwenye maandalizi ya harusi, ghafla kuna mtu alitokea ambaye alikuwa na mavazi ya kike. Japokuwa Rovina alihisi kabisa huyu sio mwanamke. Yule binti alikuja akamshika mkono Rovina na kisha akamvutia pembeni. Na ndipo yule bidada sasa, kwa muonekano anaonekana bidada, alipotoa ile sura yake ya bandia, Rovina alishangaa. Alishtuka kumwona yule kiumbe aliyokuwa mbele yake. Je, alikuwa ni nani? Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya pili. Bwana, karibu katika sehemu ya 3. Mimi ni Uncle J, napatikana TikTok, Instagram kwa jina moja tu la Uncle J Simulizi. Karibu. Naam, msikilizaji, Rovina alikuwa amekaa mbele ya kioo. Uso wake ulikuwa umepakwa wanja na poda nzito, lakini macho yake Rovina yalikuwa ni kama mtu aliyekuwa amepotea kwenye mawazo. Katikati ya kundi lile, watu waliokuwa wakimzunguka Rovina alihisi kama kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Alimwona mtu mmoja aliyekuwa amevalia wigi kubwa jeusi, wigi lililokuwa limefunika nusu ya uso wake, lakini pia alikuwa amevalia miwani mikubwa. Mtu yule alikuwa anazidi kusogea karibu ambapo alipokuwa Rovina, lakini yule mtu alikuwa anatembea kwa namna ya tofauti kabisa. Mtu huyo mikono yake ilionekana yenye nguvu, sio ile mikono ya wanawake warembo. Jambo hilo lilimfanya Rovina kwanza atake kumjua vizuri mtu huyo ni nani anayemsogelea. Rovina alipogeuka ili kumwangalia vizuri mtu yule, pale Rovina alikamatwa mkono, na kwa haraka Rovina alivutwa kuelekea kwenye chumba. Kilikuwa chumba cha pembeni hivi kidogo, chumba cha kubadilishia nguo. Kilikuwa kiko pembeni mwa hiko chumba ambacho Rovina alikuwa akipambwa, akilembwa ili aonekane ni mrembo siku ya harusi yake. Wakati amevutwa chemba kidogo Rovina, kabla hajapiga kelele, yule mtu aliyekuwa amemshika Rovina, yule mtu alivua wigi, akatoa ile na miwani. Rovina alihisi kama vile damu ilikuwa imemganda mwilini mwake. Rovina moyo wake ulipiga kwa kishindo. Prince, ni wewe? Rovina alishangaa. Sauti yake ilikuwa ikitetemeka kwa mshtuko. Prince, unafanya nini hapa? Shh. Usipige kelele Rovina. Ukipiga kelele watu watashtuka. Watu watatusikia. Naam, Prince alinong'ona kwa sauti ya kukata, yani sauti ile ya chini. Alikuwa amemziba mdomo Rovina kwa kiganja chake. Hebu nisikilize Rovina. Sasa hivi hatuna muda wa kupoteza. Inabidi tuondoke hili eneo haraka sana iwezekanavyo, kabla hawa watu hawajaweza kunigundua mimi ni nani. Nakuomba sana Rovina. Nakuomba tutoroke, tafadhali nakuomba. Niko chini ya miguu yako. Alafu kisha tutaongea vizuri huko baadaye, lakini kwa sasa nakuomba nisikilize kwa kila kitu ambacho nitakwambia. Naam, Prince alimshika mkono Rovina kwa nguvu. Alijaribu kumvuta kuelekea kwenye mlango wa nyuma wa chemba ile, lakini Rovina kwa hasira iliyolipuka ghafla kama volkano, alijivuta kwa nguvu na kisha akautupa mkono wa Prince. Prince, hebu niache. Niache Prince. Hivi Prince, hivi unadhani wewe ni nani kwenye maisha yangu?
unataka kwenda na mimi wapi? Wakati huu unataka kunichukua, unataka kunipeleka wapi? Hivi Prince, hauoni kama nipo kwenye harakati za harusi yangu? Yaani wewe hilo hulioni? Yaani okay sawa, kusoma haujui. Ina maana kwamba Prince, hata shela nililolivaa hapa hulioni kwamba mimi ni mke wa mtu mtarajiwa, natakiwa kwenda kufunga ndoa? Rovina, unazungumzia harusi? Harusi gani Rovina? Harusi gani Rovina ambao wewe unaizungumzia? Rovina, unajidanganya. Hivi unadhani huo uongo wako unaonizungumzia hapa mimi nitauamini? Rovina, utaolewaje na mwanaume usiompenda? Mara ngapi Rovina umeniambia kwamba yule mwanaume humpendi? Leo hii inakuaje unakubali kwenda kuolewa naye? Wewe uliniambiaje kuhusu Stefan? Stefani huyu si ndio yule ulomkimbia kwa sababu wewe kwamba wewe haukuwa tayari kuolewa naye? Ni kwamba ulikuwa humpendi? Inakuaje sasa hivi unaniambia kwamba unakwenda kuolewa na mtu ambaye eti humpendi? Hiyo inaingia kilini Rovina? Nani wewe aliyekwambia kwamba mimi simpendi? Nani aliyekwambia kwamba mimi simpendi Stefan? Ukiona mpaka nimekubali kuolewa naye, it means kwamba nampenda. Wewe nani kakwambia mimi simpendi? Alafu wewe kwanza hapa umepajuaje? Umefikaje hapa? Hebu nisikilize Rovina. Kuhusu mimi nimpajuaje hapa, hilo sio jambo la muhimu kwa sasa. Tena mbona nisikilize vizuri Rovina. Ninachokijua ni kwamba wewe humpendi Stefan. Hilo ndio jambo pekee ambalo mimi nalijua. Na unafanya hivi kwa sababu umekata tamaa na mimi, sio maana yake? Na ndio maana unakubali kwenda kuolewa na mtu mwingine, sio maana yake? Sasa nisikilize Rovina. Nimekuja hapa kukuokoa wewe, kama wewe ulivyowahi kufanya huko nyuma kule airport kuniokoa mimi. Rovina, siwezi kukuacha wewe ukazike maisha yako kwenye hili kaburi la ndoa. Mimi najua Rovina, huyu mwanaume umpendi. Niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Umekuja kuniokoa. Unaniokoa dhidi ya nani? Alokuambia mimi nimetekwa nani? Unakuja kuniokoa dhidi ya familia yangu. Familia yangu ambayo inafurahia heshima hii ya ndoa. Unakuja kuniokoa dhidi ya mume wangu mtarajiwa anayenijali. Nisikilize Prince. Nina amani, alafu nina furaha hapa nilipo. Sitaki matatizo yako tena Prince. Alafu Prince, umepata wapi ujasiri wa kuja hapa mbele yangu? Ina maana kwamba umesahau jinsi ulivyonifukuza kama mbwa kule India. Wewe uliniambiaje? Uliniambia sitaki kukuona tena kwenye maisha yangu. Ndio ulitamka kama maneno hayo. Hutaki mimi kuniona kwenye maisha yako. Leo umekuaje wewe ndio uwe mkombozi wa maisha yangu? Prince, ondoka kabla sija kuchenjia sasa hivi. Prince, toka kabla sija kupigia kelele za mwizi. Prince, hunijui Nisikilize Rovina. Achana na mambo yaliyopita. Na hutakiwi kutumia hasira kwenye hili. Mimi nilikuwa nimechanganyikiwa tu, hazikuwa akili zangu Rovina. Mimi kweli nikwambie wewe usinitafute kwenye maisha yangu, ni kweli. Sikuwa mimi, akili tu ilivurugika. Nilikuwa niko chini ya dawa pamoja na shinikizo ambalo bado hata sikuelewa na nini ambacho nakifanya. Kumbuka kwamba mimi nilikuwa ni mgonjwa, sikuwa sawa. Lakini Rovina, ukweli uko wazi. Ulitoroka mwanzo kwa sababu ya kukimbia hii ndoa ya Stefan. Sasa inakuwaje leo unataka kuivaa kwa hiari yako? Nisikilize Rovina, niko chini ya miguu yako. Ndoa sio jambo la mchezo Rovina. Ukiingia umeingia. Kumbuka ukishaolewa leo, utakuwa chini yake yule maisha yake yote. Utakuwa ni mfungwa kwenye hiyo ndoa. Lakini Rovina, nikishakuwa mfungwa wewe inakuhusu nini? Prince, mimi nikishakuwa mfungwa kwenye ndoa yangu, wewe kinachokuuma ni nini? Maisha ni ya kwangu. Mimi na wewe hatuna mahusiano. Zaidi tu ya utapeli ambao tulikuwa tumeufanya. Na tena wewe mwenyewe ulikuwa unaniambia kwamba ndoa yetu ilikuwa ni feki. Sasa unachokuja hapa mbele yangu unajiimbisha hapa nini? Hebu ondoka bwana, sihitaji ngonjera zako kuzisikia. Umenielewa Prince? Sitaki kukuona kwenye maisha yangu kama wewe ulivyonikana na mimi leo nakukana vile vile. Sikuhitaji, naomba uondoke. Hebu nisikilize basi Rovina. Nisikilize.
mimi hapa kweli niliiba adhabu zako, nakumbuka hilo, na bado sijakulipa Rovina. Tuondoke wote safari hii. Mimi nitakulipa kila hela unayotaka. Nitakupa mtaji, utaanza maisha yako ya uhuru, yani utakuwa unaishi mjini bila kumtegemea mwanaume yote. Mimi nitakupa uhuru wako Rovina, lakini usiingie kwenye ndoa. Hivi we Rovina, haujui kama ndoa ni matatizo? Basi mimi nayahitaji hayo matatizo. Sawa Prince, alafu sina shida na hizo dhahabu tena. Zishike zikusaidie huko unakokwenda kwenye maisha yako. Stefan alishanisamehe kwa kila kitu. Stefan ameshafuta deni langu. Stefan ameshakubali kunioa nikiwa niko hivi. Kwa hiyo wala sizihitaji tena hizo dhahabu. Na chukuomba tu Prince uondoke kabla watu wa mapambo hawajaingia humu ndani. Prince, usiniharibie shughuli yangu. Naam, msikilizaji, hasira ya Rovina ilikuwa imefika kileleni. Alikuwa akitetemeka, sio kwa hofu bali kwa chuki ya kukumbushwa maumivu ya India. Prince alitambua kwamba maneno hayatoshi tena. Aliona kwenye macho ya Rovina ya kuwa ameshajikatia tamaa na anafanya uamuzi huu kwa hasira ya kuumizwa na yeye. Prince alijua kama akimwacha Rovina hapo atakuwa amemhukumu kifungo cha maisha na mwanaume mkatili kama Stefan. Samahani Rovina, lakini siwezi kukuacha ufanye hili kosa la kuingia kwenye ndoa. Siwezi kukubali kukuacha. Naam. Kabla Rovina hajajua kinachoendelea, Prince aliruka kwa kasi ya ajabu. Alimziba mdomo Rovina kwa kitambaa kizito alichokuwa amekificha mfukoni. Kitambaa kile kilizima kelele zote alizokuwa anataka kuzipiga Rovina. Rovina alipambana, akapiga teke, akarusha miguu, lakini Prince alikuwa na nguvu za ziada, nguvu zilizotokana na dharura. Kwa kutumia kamba nyembamba lakini imara, Prince alimfunga Rovina mikono ile alizungusha kwa nyuma, akamfunga na miguu yake haraka. Rovina alibaki akitoa sauti ya kunong'ona tu, huku macho yake yakiwa yanamtazama Prince kwa hasira kali na mshangao. Rovina alikuwa amevalia shela lake la harusi, lakini sasa alikuwa ni mfungwa kwa Prince. Prince alitazama huku na kule. Ndani ya ile chemba aliona kuna pipa kubwa la plastiki la blue, pipa ambalo lilikuwa likitumiwa kuhifadhia vifaa vya urembo na nguo za ziada. Alimnyanyua Rovina kwa juu, akamtia ndani ya lile pipa kwa uangalifu ili asimuumize, lakini kwa msimamo wa kutokumwacha. Aliweka baadhi ya nguo juu ya lile pipa ili kumstiri, na kisha akafunika pipa lile kwa namna ambayo hewa ingeweza kuingia, lakini sio rahisi mtu kuweza kugundua kama ndani ya pipa kulikuwa kuna kiumbe ambacho ni binadamu. Kwa kutumia ujanja wake wa mtaani, Prince alivaa tena lile wigi, akavaa mawani, alichukua pipa lile ambalo lilikuwa lina magurudumu madogo chini, na kisha alianza kulisukuma kuelekea mlango wa nyuma wa nyumba hiyo ya Mzee Bastien. Namsaidia bibi harusi kuhamisha vifaa vyake vya dharura kwenye gari, Prince alisema kwa sauti ya chini sana, sauti iliyobadilishwa alipokutana na mpishi mmoja pale koridoni. Mpishi huyo akiwa na haraka ya mapishi yake hakushtuka. Prince alifanikiwa kutoka mpaka nje kwenye kichaka hivi kidogo ambapo alikuwa amelificha gari lake la kukodisha. Akamtoa Rovina ndani ya pipa, akamweka kwenye siti ya nyuma, huko Rovina akiendelea tu kumtazama Prince kwa macho yenye hasira kweli kweli. Rovina, nakuomba unisikilize kwa makini. Kwa hiki ninachokifanya sasa hivi, utakuja kunishukuru baadaye. Sawa? Prince aliyasema hayo maneno huku akiwasha injini ya gari na kuliondoka kwa kasi kuelekea barabara kuu. Alipoona yuko kafika mbali na kile kijiji, aliegemeza gari kando ya barabara chini ya mti mkubwa wa mbuyu. Prince alishuka haraka, alifungua mlango wa nyuma na kisha akamnyanyua Rovina. Akamkarisha vyema kabisa, tena kwa uangalifu. Prince alivuta kile kitambaa kizito kilichokuwa kimemziba mdomo wa Rovina. Sekunde ile alipotoa tu kile kitambaa, Rovina alianza kufoka kwa makelele kwamba we mbwa, we ni mnyama mchenzi mmoja. Sasa Rovina wakati anafoka, sauti yake ilipaa kiasi cha kuwafanya ndege waliokuwa hapo juu ya ule mbuyu waliruka kwa mshtuko. Prince, unadhani unafanya nini? Hivi Prince, unajua unachokifanya? Prince, unaniteka mimi siku ya harusi yangu. Unataka kuniharibia maisha yangu kwa mara ya pili Prince, si ndio? Nakuchukia Prince. Prince alimtazama Rovina
Alivuta pumzi ndefu ya hewa safi na kisha alitabasamu, tabasamu lile lile la kichokozi ambalo Rovina alikuwa analichukia na kulipenda kwa siri. Pole sana Rovina wangu. Najua kitambani nilichokuziba mdomoni kilikuwa kina ladha ya sabuni, lakini ilibidi nifanye hivyo ili kuzuia kinywa chako kisilete balaa zaidi. Wewe ni mjinga nini? Tena ukome kuniita mimi eti ni mtu wako. Wewe ni tapeli tu kama matapeli wengine, mshenzi mmoja wewe. Rovina alijitupa mbele akijaribu kumpiga kichwa, lakini Prince alikwepa kwa urahisi. Nakuomba unirudishe ulikonitoa sasa hivi. Prince, nakuomba unirudishe nyumbani. Na safari hii Prince, sitokuacha salama Prince. Prince, kama ulivyoiba dhahabu zangu na kuniacha bila kitu, na hapa kwa jina la Mungu, nikipata mwanya nitakuchoma kisu cha moyo. Prince alicheka kidogo, akiegemea mlango wa gari huku akichezea funguo za gari mkononi. Unataka kunichoma kisu cha moyo, si ndio? Rovina, mbona unakuwa na maneno makali asubuhi yote hii? Unapendeza sana kwenye hilo shela, ingawa limepata vumbi kidogo, unajua hasira na kufanya uonekane ni mrembo zaidi. Prince, mimi siko kwenye matani. Sipo kwenye matani Prince, nirudishe nyumbani kabla sijafanya jambo ambalo utajutia maisha yako yote. Mimi sio Rovina yule wa mwanzo, Rovina ambaye ulikuwa unampelekesha vile ambavyo unaweza. Na ndio maana nimekuja kukuteka. Sijakosea kabisa. Unajua Rovina, wewe umefanana na mimi kitabia. Nakumbuka hata mimi nilikuwa napinga sana vikali kwenda Nairobi, nikiamini yule wakili ni tapeli, kitu ambacho wewe unafanya sasa hivi. Unakataa kuondoka na mimi Rovina, wakati uamuzi wangu ni kitu ambacho ni sahihi. Prince, safari hii mambo ni tofauti. Mwanzo Stefani hakufanya kitu, lakini safari hii utaumia. Hata kuwa na pa kujificha. Na kumbe unirudishe tu nyumbani wewe mwenyewe. Rovina, siwezi kukurudisha nyumbani kwenu. Siwezi kukurudisha kwa mzee wako eti uende ukaolewe na Stefan. Hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Na okay, kwa kama haiwezekani, utanioa wewe, sio manake? Si ndio Prince? Nisikilize. Sijakutorosha kwenye harusi yako ili mimi nikuoe wewe. Kama ni kuolewa utaolewa tu na mwanaume sahihi, lakini sio Stefan. Alafu pia usisahau ya kwamba mimi siwezi kukuoa wewe. Wewe ni nani sasa mpaka unipangie mimi kunioa? Wewe umekuwa nani yani? Mimi ni mtu tu wa kawaida kama watu wengine. Alafu kwanza, bado hata sielewi. Wewe umempendea nini yule mwanaume? Yaani yule Stefano wewe umempendea nini? Yule jamani kama mamba aliyevaa suti anataka kukuoa ili akufunge kwenye mnyororo kwa mateso ya maisha yako yote. Nisikilize Rovina, mimi nimekuja kukupa uhuru. Sijui ni kwa nini wewe unakuwa hulioni hilo. Uhuru wa nini? Uhuru wa njaa? Uhuru gani ambao unaongelea wewe? Alafu kwanza, unanipeleka wapi? Prince, nataka kujua unanipeleka wapi? Hapo Prince alirudi kwenye kiti cha udereva, aliwasha injini ya gari huku akisema, na kupeleka nyumbani Rovina. Na kupeleka kwenye nyumba yangu mpya, sehemu ambayo hakuna Madam Catherine, hakuna Omondi na hakuna Stefan. Tukifika huko, nitakukabidhi dhahabu zako zote nilizozichukua. Na nitakuongezea na riba juu. Nitakulipa kila senti na kisha nitakufungua hizi kamba. Nitakupa pasipoti yako na utakuwa huru kwenda popote unapotaka duniani. Utakuwa huru kuishi maisha yako bila kuwa chini ya mwanaume yeyote yule. Hivi Prince, unadhani kwamba mimi ni mjinga si manake? Unadhani kwamba nitaamini hizo ahadi zako za mchana kweupe si manake? Ulinitelekeza India Prince. Uliniambia mama ni mama. Ukaniambia hunitaki tena. Leo hii umepata wapi huu wema wa kunilipa mimi? Unataka kunitumia tena kama chambo, ama sio? Nisikilize Rovina.
Sina cha kuongea kuhusu mambo yaliyopita, kwa sababu hakuna kitakachoweza kubadilika. Hapo Prince alikanyaga mafuta ya gari. Gari liliendelea na safari. Rovina aliendelea kulalamika ndani ya gari, lakini haikusaidia kitu. Baada ya dakika 10 tu tayari walikuwa wamefika kwenye uwanja wa ndege, uwanja ambao ulikuwa uko pale Tanga mjini, katikati ya mji. Prince aliingia na gari lake mpaka kwenye ndege ambayo tayari ilikuwa ikimsubiri yeye aweze kufika. Hii ilizidi kumshangaza Rovina kwa sababu alijua kupata huduma kama hiyo, hali namna hiyo, tofauti na zile huduma za kawaida, maana ni pesa nyingi sana itakuwa imemtoka Prince. Rovina akauliza, kwa hiyo wewe safari umemtapeli nani? Umepata wapi pesa waweza kukodisha ndege binafsi? Hebu nisikilize Rovina, acha fujo. Twende, natumai utafurahia zaidi maisha. Hapo aliongea Prince huku akimbeba Rovina begani mwake. Aliingia naye kwenye ndege, akamlaza juu ya sofa dogo lililokuwa liko upande wa kulia. Dakika chache baadaye ndege ilianza safari ya kuelekea katika jiji la Dar es Salaam. Kwa kuwa kutoka Tanga mpaka Dar sio mbali sana, iliyochukua tu dakika kadhaa, wakawa wamefika ndani ya jiji la Dar es Salaam. Waliposhuka airport ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tayari msafara wa magari matatu ya kifahari ulikuwa ukiongoja. Waliingia na kisha wakaelekea Kunduchi. Walipofika, Rovina alishangaa. Jumba ambalo Prince alikuwa anaishi lilikuwa ni jumba kubwa mno kuliko hata lile la Mbezi alilowahi kupewa na marehemu Mr. Muye yule wa Kenya. We Prince, hapa nyumbani kwa nani? Nyumbani kwangu. Nyumbani kwako? Prince, hebu usinifanye mimi ni mjinga. Ni miezi mitatu tu imepita tokea nikuache kule India uliponifukuza. Okay, pesa za kununua hili jumba umetolea wapi? Maana hata kama ukisema umejenga kwa ukubwa wa hili jumba, huwezi kulijenga ndani ya miezi mitatu. Hivi wewe mwanamke, mbona unakuwa na maswali mengi sana? Au wewe una mpango wa kuwa afisa upelelezi? Nijibu swali langu kwanza. Okay, sawa. Hii nyumba ni ya kwangu. Ni zawadi kutoka kwa mamangu. Mama yako? Yupi? Si Madam Catherine jamani. Sasa unadhani ni yupi tena tofauti na yeye? Hapo akilini mwake Rovina alikuwa akiwaza na kuwazua bila kupata majibu, ya kwamba ina maana kweli Madam Catherine ni mama wa Prince. Hapo akawa anawaza kwamba okay, na yule nesi aliniambia kwamba Prince wanataka kumuua kwa kumtoa moyo, kwa hiyo yule nesi ni mwongo. Akiwa anaendelea kuwaza hilo, Prince alimkatisha kwa kumsemesha. Akamwambia, hey Rovina, chumba chako cha kulala kipo juu ghorofa ya 3. Na ukihitaji chochote kwa sasa utajihudumia wewe mwenyewe, wafanyakazi wote wapo likizo. Prince, hebu subiri kwanza. Unataka nini Rovina? Nitazame kwanza machoni mwangu. Nitakuuliza swali na uniambie ukweli, sihitaji unifiche. Okay, sawa. Uliza, tunakusikiliza. Wewe umethibitisha kweli Madam Catherine ni mamako? Come on. Rovina, swali gani sasa hilo la kuniuliza? Hivi kuna uthibitisho mwingine zaidi ya DNA ambayo tayari imekiri ya kwamba mimi ni mtoto wake? Prince, lakini mara ya mwisho niliambiwa unaenda kutolewa moyo, na ndio maana nilizua vurumai pale airport. Na kuelewa Rovina, na ndio maana hata mimi leo hii nimekuchukua kwa lazima. Taarifa uliyopewa ilikuwa ni uongo, na kama ingekuwa ni ukweli, maana yake mimi muda huu ningekuwa ni marehemu. Au kuna mtu anayeweza kuishi bila moyo mwilini? Kwa hiyo sasa, huyo mamako yuko wapi? Mamangu mimi ni mtu wa kusafiri sana. Sasa hivi yupo Canada kikazi. Okay, sawa. Kama sikosei, Madam Catherine na watoto wengine 2, Ian na Ayla, tayari hao umeonana nao? Hapana. Ayla anarudi kutoka chuo mwezi ujao. Ian yuko busy sana na kazi. Yuko Mashariki ya Kati huko, huwa nawasiliana naye tu kwa simu tu. Sijui hata atarudi lini. Hongera. Mbona hujauliza kuhusu zile sheli za mafuta na nyumba ya Mbezi tuliyokuwa tumepewa?
Sio mali zangu, na ndio maana sijakuuliza. Zingekuwa mali zangu ningekuuliza. Okay, sawa. Ila mimi nitakwambia hata kama hujaniuliza. Nisikilize Rovina. Mimi mara baada ya kumpata mama yangu, na istoshe mamangu mimi ni tajiri, niliamua kuweza kurudisha zile mali zote kwa Omondi, na nikaamua kumsamehe tu kwa jaribio lake la kutaka kuniua kwa ajali, ingawa kama ningemshtaki angekuwa pabaya sana. Wow. Naona mko baba huruma sana sasa Mtu kataka kukua wewe unamsamehe na mali umemrudishia Vizuri. Sometimes kama kuna njia rahisi ya kupunguza ni bora tu kuifanya. Mimi nilichagua amani na sio mashindano. Na okay. Sawa. Hai, nipe dhahabu zangu niondoke. Nikaanze maisha yangu. Mbona unakuwa na haraka hivyo lakini? Kwani unachotaka kwa nini? Hapa ndani kuna kila kitu Rovina. Kuna kila kitu. Una maana gani kusema hivyo? Yaani usiniambie kwamba umenileta mimi niendelee kukaa hapa. Nisikilize, mimi sitaki kuishi na wewe hata kidogo. Sijui unanielewa Prince, na haitokuja kutokea mimi nikaishi na wewe. Naam, kabla Prince hajafungua tena mdomo wake, simu yake ilianza kuita. Ilibidi aipokelee pembeni, ambapo baada ya kama dakika 2 alirudi na kisha akasema, "Nisikilize Rovina. Kuna dharura. Kuna mambo yameingiliana. Siwezi kukuacha peke yako. Kuna mahali inabidi twende wote pamoja. Utapajua tukifika huko ndo utajua." Prince, hiyo sio ahadi yako. Ulisema tukifika Dar unanilipa ili nianze maisha yangu kwa uhuru. Ndio, ni kweli nilisema hivyo na sijakataa. Ila kwa sasa twende kwanza mahali. Kwa nini nimebisha? Naenda vipi na ili hali? Yaani niko kwenye hili shela la harusi. Usijali, tutapita kwenye duka la nguo. Naam, alisema Prince na kisha hao walitoka mule ndani. Wakati huo, msikilizaji, tukirudi kule Tanga, nyumbani kwa mzee Bastein, uwanja ulikuwa umefurika watu. Kulikuwa kuna rangi za kila aina, wanawake waliojifunga vilemba vya gharama, wanaume waliovalia kanzu nyeupe na suti za kisasa, na watoto waliokuwa wakikimbia huku na kule kwa furaha ya harusi ya kihistoria. Muziki wa taarabu ulikuwa ukilia kwa mbali kabisa, sauti ya mwimbaji ikisifu mahaba na uvumilivu. Meza zilikuwa zimepambwa kwa maua ya asili na vinywaji vilikuwa vimeshaanza kugawiwa. Kila mtu naambiwa alikuwa akisubiri dakika moja tu, dakika ya kumwona malkia wa siku hiyo wa kuitwa Rovina akitoka ndani akiwa amevalia lile shela jeupe la hariri ambalo tetesi zilisema gauni hilo la harusi lilikuwa limetoka Uturuki. Stefan alikuwa amekaa kwenye kiti chake cha enzi cha dhahabu upande wa kushoto wa jukwaa kuu. Alikuwa amevalia suti nyeusi, suti iliyokatwa kitaalam. Saa yake ya Rolex ilikuwa iking'aa juani kila alipokuwa ananyanyua mkono kusalimia wageni waheshimiwa. Alitabasamu Stefan, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa kuna kiburi cha ushindi. Aliamini ya kuwa hatimaye amefunga mdomo wa Rovina, amemrudisha mwanamke aliyemtoroka na kumfanya awe wake milele. MC wa sherehe alitangaza pale kwa sauti ya bashasha kwa kusema, "Hala hala mabibi na mabwana, muda sasa umefika wa kumkaribisha biharusi ukumbini. Sasa naomba simu zote ziwe tayari kurekodi tukio hili. Tafadhali naomba vigelegele na mashangwe jamani, makofi tafadhali. Tumkaribishe bibi harusi, binti mrembo wa Tanga, Rovina Bastein, tunakuomba ukumbini." Vigelegele na shangwe zililipuka pale ukumbini. Wanawake walisimama wakitandika pale kanga chini ili Rovina apite. Dakika moja ikapita, kimya. MC akatangaza tena, "Wewe jamani, tunamuomba bibi harusi aje ukumbini." Lelele, dakika ya pili, kimya. Watu labda hajasikia mkamwite. Dakika ya 3, kimya. Mzee Bastein, baba yake na Rovina, ambaye alikuwa amevalia koti lake la kishua na kofia kiungwana, alianza kuhisi jambo la utofauti. Alimgeukia kwanza mke wake akamnongoneza, akamwambia, "Mke wangu, hebu nenda kamwangalie binti yako. Mbona anaitwa hapo ukumbini anachelewa kuingia? Kuna tatizo gani?" Mama Rovina ilibidi aingie ndani kwa haraka. Dakika 5 baadaye, sauti ya kishindo kikubwa ilisikika kutoka ndani ya nyumba.
ikifuatiwa na kilio cha mshtuko. Hapo MC alijaribu kuchekesha watu ili kupoteza muda, lakini hali ilikuwa imeshabadilika. Stefan alinyanyuka polepole, macho yake yakiwa yamebadilika. Macho yalikuwa na rangi ya shaba. Alitembea kwa hatua nzito kuelekea ndani ya nyumba. Alipishana na Mama Rovina aliyekuwa akitoka huku akijipiga mikono mapajani. Mama huyu alikuwa analia. Mama Rovina alikuwa kama amechanganyikiwa. Alikuwa anaropoka kwa kusema, hayupo jamani, Rovina hayupo, chumba kiko wazi jamani, Rovina mwanangu huyu, mimi. Taharuki ilitanda uwanja mzima, yani kama moto unaotanda kwenye nyasi kavu. Watu walianza kunong'ona, katoroka, bi harusi katoroka. Ni huyu binti ana nini? Maskini jamani, Stefan fedhi yake mbona hii aibu? Bibi harusi kakimbia siku ya harusi yake. Jamani ndio hivyo nasikia. Nani tena kamchukua? Au simulizi za Uncle J? Hapana bwana, wewe simulizi ndo akimbia harusi? Hapana, mbona watu wameolewa na simulizi wanasikiliza? Sasa atakuwa amekwenda wapi? Jamani, wewe sijua, lakini ni aibu hii fedhi. Jamani. Minong'ono iliendelea. Stefan aliingia chumbani sasa kwa Rovina. Alipoingia chumbani kwa Rovina, alikuta kila kitu kiko shagala bagala, yani kuko hovyo. Vifaa vya mapambo vilikuwa vimeanguka chini, poda imemwagika, harufu ya manukato ya kike ilikuwa bado inanukia, lakini Rovina, yule aliyemgharamia mamilioni ya pesa, hakuonekana. Binti aliyemtolea mahari hakuonekana. Aliona dirisha la nyuma liko wazi na nje kukiwa kuna alama za matairi ya gari iliyokuwa imeondoka kwa kasi. Hasira iliyopanda kifuani mwa huyu mwanaume Stefan haikuwa ya kawaida. Imagine wewe mwanaume unaisikiliza hii simulizi. Umemtumia mwanamke nauli aje geto, alafu ile nauli akala na geto hajaja. Sasa vuta picha kwa huyu jamaa ambaye kamgharamikia mwanamke kwa kila kitu, maandalizi ya harusi mpaka mahari, alafu siku ya harusi bi harusi hayupo. Stefan alikuwa na hasira iliyochanganyikana na dharau na maumivu ya mwanaume tajiri aliyedhalilishwa hadharani, na hakuna kitu ambacho kinamuuma tajiri kama kudhalilishwa. Stefan alitoka nje hiyo nyumba, uso wake ukiwa umekaza kiasi kwamba hakuna hata ndugu wa karibu aliyethubutu kumwongelesha. Kila aliyemtazama Stefan aliona kifo kwenye macho yake. Stefan alimwita mlinzi wake mkuu. Ni mwanaume mmoja hivi mwenye mwili mkubwa aliyevalia miwani mieusi. Akamwambia mlinzi, njoo hapa. Nisikilize. Stefan alinong'ona kwa sauti ya chini lakini iliyokuwa ina tetemeko la hasira. Nisikilize kwa makini. Chukua vijana wote. Nataka msambae kila barabara ya Tanga kuelekea Horohoro, kuelekea Segera mpaka Dar es Salaam. Mtafuteni Rovina popote pale alipo kwenye uso wa hii dunia, na yule atakayekuwa naye, sitaki hata mmoja wao awe hai. Lakini mkimpata Rovina peke yake, namtaka mbele yangu. Mkimkuta na mwanaume, muueni yule mwanaume. Naam. Baada ya kutolewa kwa hiyo oda, mlinzi yule aliinama kwa kutii na kisha aliondoka haraka. Na ndipo mwanaume huyu Stefan alipogeuka na kumtazama mzee Bastein, yani baba yake na Rovina. Mzee wa watu alikuwa amesimama pembeni ya ukuta, mwili wake unatetemeka nusura akojoe haja ndogo. Uso wake ulikuwa umeshuka kwa aibu kiasi kwamba alitamani ardhi ipasuke immeze. Alijua gharama ya kile kilichokuwa kimetokea. Stefan alimkaribia babake na Rovina. Alisimama sentimita chache kutoka usoni mwake na kisha akaambia, sikiliza mzee. Stefan alianza kwa sauti yake ambayo ilikuwa haina hisia yoyote, jambo ambalo lilimfanya sasa ndo awe kwenye hali ya kutishika zaidi. Nisikilize kwa makini sana wewe mzee. Hii ni mara ya ngapi binti yako ananidhalilisha? Nakuuliza tena. Hii ni mara ya ngapi binti yako ananidhalilisha?
Mara ya kwanza binti yako alinifanyia udhalilishaji na nilinyamaza. Hii ni mara ya pili. Nikisema huu ni utoto, nitakuwa nakosea. Mara ya kwanza nilisema ni utoto, na hii mara ya pili niseme tena ni utoto. Nimetoa mahari kubwa kumuoa binti yako, ni kwa sababu ya kuweza kuistiri familia yako. Leo hii binti yako ananilipa nini mimi? Binti yako ananikimbia siku ya harusi yangu. Naam, hapo Stefan alinyosha mkono wake kuashiria umati wa watu uliokuwa umeanza kusambaa kwa hofu kutoka nje ya ukumbi. Stefan akasema, "We mzee, hebu tazama watu wote hao waliokuwa hapa. Watu wote walikuja hapa ukumbini. Tazama ukumbi ulivyofurika hapa. Watu wote hao walikuwa wanasubiria ndoa yangu. Katika hawa watu kuna viongozi serikalini, kuna wafanyabiashara wenzangu, kuna maadui zangu pia. Leo hii binti yako ananivua nguo kabisa hadharani mbele ya umati mkubwa wa watu hivi. Binti yako Rovina anatoroka siku ya harusi yetu. Amenifanya mimi nionekane kama vile za mwamwa. Amenifanya nionekane mimi kama toto jinga. Stefan, kijana wangu, na kuomba sana kijana. We. Usiniite mimi kijana wako mzee. Usiniite mimi mwanao. Mwanao binti yako hawezi kunifanyia hivi. Hii ni fedhea. Na nikwambie kitu kimoja tu mzee wangu, hii fedhea haitopita bure. Tambua hilo. Nisikilize baba Rovina, kuanzia dakika hii ninapoongea, kila senti niliyoitoa, kila ahadi niliyowapa imegeuka kuwa deni la damu. Nitamtafuta binti yako kwa gharama yoyote ile, na nitakaporudi naye utajua ni kwa nini mimi wananiita mfalme wa dhahabu. Sitashindwa na binti mdogo kama yeye, na nikuhakikishie tu mzee wangu, binti yako nitamkamata. Yeye si mjanja, mimi ndo mfalme wa dhahabu. Naam, Stefan, bila kusubiri jibu kutoka kwa baba Rovina, Stefan aligeuka na kuanza kuondoka. Alipita katikati ya umati wa watu akipangua kila mtu aliyokuwa mbele yake. Aliingia kwenye gari lake la kifahari, mlango ukafungwa kwa kishindo kikubwa na gari likaondoka likiacha vumbi jingi uwanjani. Baba Rovina alibaki amesimama tu pale, masikini ya Mungu, mikono ikimtetemeka. Alitazama kilele cha maisha yake kikianguka. Alijua kabisa Stefan si mtu wa kutoa vitisho hewa. Alijua maisha ya binti yake Rovina sasa yako hatarini, na maisha ya familia yake pia yamo mashakani. Binti yangu huyu. Binti yangu, umeingia kwenye mtego gani? Umeingia kwenye mtego gani safari binti yangu? Kweli mbona ulikubali kuolewa? Paka kijana wa watu katoa mahali, kanda harusi, kanda sherehe. Nini kimekukuta binti yangu? Lakini mbona unaniweka babako kwenye hali ya pressure mimi? Alijiwazia sana mzee Bastien, na kisha huyo mzee alitoka na kwenda alikokuwa na kujua mwenyewe. Msikilizaji, tukirudi katika jiji la Dar es Salaam, jua la mchana tayari lilikuwa likiwaka kwa nguvu, likireflect kwenye vioo vikubwa vya majengo ya kisasa kibiashara. Prince aliegesha gari lake la kifahari aina ya BMW X6 nyeusi. Aliegesha mbele duka moja la nguo za gharama, duka lililofahamika kwa kuuza bidhaa za wabunifu wa kimataifa pekee. Rovina akiwa bado amevaa lile shela la harusi, shela ambalo sasa hivi lilikuwa limeanza kuchakaa kwa kupata madoa ya vumbi ya barabarani. Rovina alitazama bango la lile duka kwa hofu na mashaka. Alijua fika ya kuwa duka hilo halikuwa la watu wa hali ya chini. Hata harufu ya hewa ya AC iliyotoka mlangoni ilinukia utajiri tu. Msikilizaji,
Unajua kuna maduka mengine ukiingia yananukia utajiri. Yaani ukiingia unasema hapa ni matajiri tu. Ni kweli kabisa. Hata simulizi za Uncle Jay wanaosikiliza ni matajiri tu. Yaani ukisikiliza hivi, simulizi zinanukia utajiri tu. Prince, Rovina alinong'ona huku akijaribu kujifunika uso wake kwa kipande cha shela. Hivi Prince, siku hizi umekuwa jambazi ama? Hili duka la kifahari ujue. Yaani tustiani aibu Prince. Wewe una hela ya kulipa kweli wewe tukiingia humo? Au unataka ukamatwe ukashinde polisi? Naam. Prince alizima injini ya gari, akamgeukia Rovina huku akivua mioni yake ya jua kwa madoido kabisa. Alimtazama Rovina kuanzia kichwani mpaka miguuni na kisha alicheka kicheko cha dharau kilichochanganyikana na kiburi. Rovina, hivi ukiniangalia mimi unaniona nina njaa ya maisha eti? Yaani wewe ukinitazama mimi unaniona kwamba mimi nina njaa ya maisha? Nimekuambia mara ngapi Rovina, Prince wa sasa hivi so yule Prince wa miezi 4 iliyopita. Nikwambia mara ngapi ndipo uweze kuelewa? Mimi maisha yangu yamebadilika. Maisha yangu saizi ni ya kishua. Prince yule aliyekuwa anatafuta pa kushika sio Prince huyu wa sasa. Hebu shuka bwana kwenye gari, njoo upande hapa tuone nguo zinazostahili, nguo zenye hadhi yako, nguo mpya tuchukue tuondoke. Naam, walipoingia ndani ya duka, baridi kali ya kiyoyozi na harufu ya manukato ya gharama viliwapokea. Mhudumu mmoja wa kike aliyevalia sare nadhifu na aliyekuwa amejipamba kwa ustadi aliwasogelea huku akitabasamu kwa heshima kubwa. Alitambua mara moja kwamba Prince ni mteja wa daraja la kwanza, licha ya kumwona Rovina akiwa katika hali ya ajabu ya shela la harusi iliyokuwa limevurugika. Yule mhudumu aliwakaribisha, karibuni sana. Karibu, madam, karibu. Mhudumu huyo alisema huku akiwaongoza kuelekea sehemu ya nguo za kike. Rovina alianza kuzungusha macho. Kila nguo aliyokuwa anaigusa ilikuwa ni nguo laini ajabu na lebo za bei zilikuwa Ingawa alijikaza Rovina asionyeshe unyonge mbele ya Prince, alianza kuchagua nguo kwa madoido. Alizitupa pembeni zile asizozitaka mpaka macho yake yalipotua kwenye gauni moja jekundu la hariri. Lilikuwa na mpasuo wa kishua. Mpasuo ulikuwa pembeni hivi na yani alivudani hivi kiunoni likakaa kwa namna ambayo na hili umbo lake huyu binti, mashallah. Rovina akasema hii nimeipenda, alisema kwa sauti ya kishua akimkabidhi mhudumu. Msikilizaji, sauti ya kishua inakuwa ni sauti fulani hivi, yani inaongea kama kwa pozi sio pozi, yani unaongea kama utaki wala utaki. Mfano mzuri kama vile ambavyo anaongea Uncle Jay, anaongea kishua, anasimulia kama hataki lakini ndo anasimulia na story inakuwa ni tamu. Huko ndo kuongea kishua. Usiongee kinani nani. Nakwambia mwenzio mimi leo, mwenzio leo nimependeza hivi na hivi. Hiyo sio kishua. Mhudumu akamwambia, dada, chumba cha kubadilishia nguo kile kule madam, au nifuate nikupeleke. Mhudumu alimwelekeza Rovina. Rovina aliingia ndani ya chumba kile ambacho chumba kina kioo. Alivua lile gauni la shera la harusi, ishara ya mwisho kabisa ya utumwa wa Stefan. Akalirusha pembeni huko tena kwa chuki kweli kweli. Akajitazama kwenye kioo kikubwa cha ndani. Mikono yake na miguu yake ilikuwa imepambwa kwa michoro ya piko na ina nyeusi na nyekundu. Michoro ilikuwa michoro kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya harusi yake. Piko hiyo iling'aa dhidi ya ngozi yake nyororo. Baada ya dakika chache, mlango wa chumba ukafunguka polepole. Rovina alitoka nje akiwa amevalia lile gauni jekundu. Gauni hilo lilikubali umbo lake kiasi kwamba alionekana kama vile ameshonewa yeye mwilini mwake. Rangi nyekundu ya gauni hilo lilileta mchanganyiko wa ajabu na michoro ya piko iliyokuwa mikononi mwake, ikamfanya onekane kama malkia wa kishua anayejitayarisha kwa sherehe kubwa ya kifalme. Prince alikuwa amekaa kwenye kochi la ngozi akimsubiria Rovina huku akiwa anacheza simu yake. Alinyanyua kichwa. Ghafla dunia ilionekana kusimama. Prince alipigwa na butwaa kiasi cha kusahau kupumua. Macho yake yalimtoka, mdomo wake ulibaki wazi kidogo. Alishindwa hata kutoa neno lolote.
alikuwa amemzoea Rovina akiwa kwenye fujo, akiwa amechafuka au akiwa kwenye hofu, lakini huyu Rovina wa sasa aliyekuwa mbele yake alikuwa ni kiumbe mwingine kabisa. Alikuwa ni mzuri kupita kiasi. Rovina kwa kutambua mshtuko ule wa Prince, kwanza alitabasamu kwa ushindi. Alianza pale kufanya mapozi ya makusudi mbele ya kioo kikubwa cha duka lile. Aligeuka upande huu, akageuka upande ule. Alichezesha pale nywele zake huku akijitazama kwa madoido. Prince, vipi hapo? Rovina aliuliza huku akijitazama kwenye kioo kwa maringo. Ulidhani mimi ni mwanamke wa kawaida tu, sio? Ulidhani mimi ni yule tapeli ulomzoea, si ndio? Prince alijishtukia, alimeza mate haraka, akajaribu kurudisha sura yake ya kiume ya kutokujali. Alijilazimisha kucheka kicheko kifupi cha hila ili kufunika aibu ya kupagawa. Kwani kuna nini kipya bwana wewe? Prince alijibu huku akinyosha koti lake. Wewe ni wa kawaida tu wewe. Kwanza hapo kilichopendeza na hiyo nguo, sio wewe. Nguo ndio imekubeba tu hapo. Afu mimi nikwambia kitu kimoja tu. Rovina, wewe ni mwanamke wa kawaida sana. Yaani wewe ni wa kawaida kama wengine, wewe ni wa kawaida. Huna maajabu yoyote. Prince alipotamka maneno hayo, Rovina aligeuka ghafla. Alimkazia macho Prince huku akiwa ameweka mikono yake kiunoni, pozi ambalo lilifanya lile gauni jekundu kutesa zaidi hisia za Prince. Kama mimi ni wa kawaida. Mbona macho yamekutoka kama mjusi aliyebanwa na mlango? Mbona mdomo ulikuwa uko wazi mpaka nzi karibia kuingia? Sikiliza Prince, kubali tu kwamba leo umepatikana. Uzuri wangu umekupiga knockout. Mimi mzuri, mimi naripa hata kama usiponisifia. Acha kujipa brand wewe. Wewe binti vipi? Wewe una uhakika gani kama mimi macho amenitoka kwa sababu wewe? Sikiliza wewe. Mimi nimeshangaa, hiyo nguo ni ya gharama. Imeweza kumstiri mtu hata asiyekuwa na hadhi. Ndio kitu ambacho mimi nimeshangaa. Wewe unadhani mimi macho amenitoka kwa sababu yako? Wewe vipi? Yaani kati yangu mimi na wewe, mimi ndo nina hadhi. Mimi ndo una uzuri wa kuwa na hadhi. Nimevaa suti ambayo kwanza bei yake inaweza kununua kijiji chenu chote. Afu ukawa ni msaidizi tu. Ila Prince, unajua ni mwongo sana. Rovina alicheka kwa sauti ya dhihaka. Unajua fika ya kuwa tangu umeanza kutembea na wanawake Prince, hujawahi kuona kiumbe kama mimi. Hina yangu tu pekee inatosha kukuchanganya akili. Unajijaza upepo tu. Na ndio maana hata uliposikia sijui naolewa, roho imekutoka holo holo. Hapo moyoni unatamani uniambie kwamba mimi ni malaika. Hapo moyoni mwako unatamani kuniambia unanipenda. Moyoni mwako hapo unatamani kusema kwamba labda mimi ni binadamu ambaye nimeshushwa, sijazaliwa. Malaika? Malaika wapi? Yaani kwenye malaika na wewe malaika watoke mbele, wewe malaika na wewe umo kwenye wanawake ambao malaika watoke mbele. Yaani nikisema wanawake duniani hapa ambao ni malaika wazuri watoke mbele, na wewe unadhani umo? Abo malaika wa Gaza huko Kimara huko. Sio malaika. Wewe ni Rovina yule yule anayenidai dhahabu. Uzuri wa mwanamke upo kwenye tabia, na tabia yako unaijua mwenyewe. Tabia yako Rovina ni ya fujo, tabia yako ni ya makelele. Hivyo usijione wewe ni malaika kwangu. Mimi ndo original Prince. Sihitaji mtu wa kunipa brandi, mimi ni brandi tayari. Hapo Rovina akamsogelea Prince mpaka wakawa sasa wanatazamana machoni. Halafu ile harufu ya manukato mapya alikuwa amejipulizia. Yaani Prince kama vile ilimvutia sana, lakini Prince alijikaza. Hakutaka kumwambia kwamba ananukia vizuri huyu binti. Rovina akasema okay basi sawa. Wewe ndo Prince original. Sawa, kama mimi sio mzuri sawa. Rudisha hizi nguo tuondoke. Twende hivyo na shera langu lililochanika. Hapana bwana, iko hivyo. Mimi sihitaji kupata aibu mitaani nikiwa na mwanamke anayenuka vumbi la Tanga. Hiyo itachafua hadhi yangu.
Alimgeukia mhudumu aliyekuwa akishuhudia movie hiyo kwa mbali kabisa. Prince akasema, "Mhudumu, nisikilize. Hilo gauni alilolivaa na nguo nyingine zote alizochagua zifunge vizuri. Agiza kijana wako azisafirishe sasa hivi mpaka nyumbani kwangu Kunduchi." "Sawa sawa," mhudumu alijibu kwa adabu. Rovina kwa dharau ya upendo akasema, "Kwa hiyo na mimi unaniona mali yako, si ndio?" "Ndio, kwani kuna shida gani? Upo na mimi sasa." Prince alijibu huku akimvuta mkono Rovina kuelekea mlangoni. Rovina alimtazama na kisha akamwambia, "Sikiliza Prince, mchezo wa vyoo umeisha. Tunaenda wapi sasa? Kama nguo tayari nimeshachukua na umeshalipia, nataka kujua wapi unaponipeleka." "Utapajua tu kivuruge wangu, na kuomba uwe na amani." "Hivyo kwa nini unapenda kuniita mimi kivuruge?" "Ni kwa sababu unanisumbua sana. Yaani laiti kama ungekuwa hunisumbui nisingekuita wewe kivuruge, lakini unanisumbua. Kwa hiyo wewe unajiona mimi hunisumbui? Ndio maana yake. Kwani mimi nakusumbua nini?" Yaani kuna muda natamani hata hao wanaoshika watu mabega wangekushika na wewe bega. Makendele angalia yako wewe yapotee kabisa, mshenzi mmoja wewe. Ndio haiwezekani sasa. Hata nishikaje bega na niko kwenye gari? Kwenye gari. Siku ikipotea matunguli yako hayo nitafurahi kweli, yani nitafanya na sherehe kabisa mpaka mtani wajue. Na kuchukia Prince. Na itakuja kutokea. Naam, msikilizaji. Prince pamoja na Rovina walitoka mpaka nje, wakaingia kwenye gari, hao wakaondoka zao. Baada ya mwendo wa dakika kadhaa, hatimaye waliwasili nje ya jengo kubwa la hoteli iliyokuwa ipo katikati ya mji. Hoteli hiyo ilikuwa ni ngome ya matajiri, mahali ambapo mikataba mikubwa ilikuwa ikisainiwa. Waliposhuka, Prince alijirekebisha suti yake kwa madoido, huku Rovina akishuka kwa mapozi. Lile gauni jekundu lilikicheza na upepo wa bahari na michoro yake ya hina ilikuwa iking'aa kama vitu vya thamani. Walielekea moja kwa moja kwenye lifti ya siri inayopeleka watu kwenye ghorofa ya juu kabisa, mahali ambapo kulikuwa kuna vyumba maalum vya mikutano ya watu mashuhuri. Walipofika mbele ya mlango mkubwa wa mbao, mlinzi alikuwa amesimama pale. Aliwainamia kwa heshima, akawafungulia mlango. Ndani ya hiko chumba kulikuwa kuna meza ndefu ya kioo, meza iliyozungukwa na watu 10. Wote walikuwa wamevalia mavazi nadhifu, huku wakiwa na kompyuta zao ndogo ndogo na ramani za miradi mezani. Mara tu Prince alipoingia akiwa amemshika Rovina mkono, watu hao wote walisimama kwa mapigo kama vile askari wanasalimia majemedari wao. Wakamkaribisha pale. "Karibu sana Mr. Prince, karibu." Zilikuwa ni sauti za heshima zilizosikika kwa pamoja. Wakamkaribisha pia, "Karibu madam." Prince alitikisa kichwa kidogo kwa ishara kukubali heshima ile. Alimvuta Rovina mpaka kwenye kiti kikuu cha mbele ya meza. Alimkaribisha Rovina upande wake wa kulia na kisha akaketi katikati. Rovina alikuwa akitazama tu mazingira yale kwa macho ya udadisi. Hakuwahi kufika mahali kama hapo, lakini ujanja wake wa mtaani ulimfanya asionyeshe hata chembe ya uoga. Alikaa kwa madoido akiegemea kiti chake huku akichezea vidole vyake vyenye hina, akionekana ni kama mwanamke aliyekulia kwenye utajiri tangu kuzaliwa kwake. Prince akaamuru kikao kianze. Prince aliamuru kwa sauti ya mamlaka, sauti ambayo ilimfanya hata Rovina ashtuke kidogo kwa namna Prince alivyokuwa amebadilika na alikuwa yuko very serious. Kwenye hiko kikao, mjumbe mmoja ambaye ni mzee wa makamo mwenye asili ya Kiarabu, alikuwa anaitwa Mr. Salim. Alisimama akaonyesha pale ramani kwenye skrini kubwa ya ukutani, na kisha yule mzee akasema, "Jamani, kama mlivyoelekezwa, tunajadili mradi wetu mpya wa ujenzi wa Eco Luxury Hotel kule Arusha, maeneo ya Karatu na Ngorongoro. Changamoto yetu kubwa ni bajeti ya vifaa vya ujenzi vinavyopaswa kuweza kuagizwa kutoka nje ili kuleta ule ubora wa kimataifa tunaotaka. Gharama imepanda kwa 40% kutokana na kodi na usafiri. Tunahitaji suluhisho la kupunguza gharama bila kushusha hadhi ya hoteli." Wajumbe walianza kutoa maoni yao, mmoja akishauri wapunguze idadi ya vyumba, wengine wakishauri watumie vifaa vya bei nafuu kutoka China, lakini Prince alikuwa akisikiliza huku akichezea peni yake, akionekana kama vile kutokuridhika. Alimgeukia Rovina kwa utani
akitaka kumfanyia drama kidogo mbele ya watu ili kumuumbua kwamba yeye ni mrembo tu asiyekuwa na akili ya kibiashara. Akamuuliza, Madam Rovina. Prince alisema kwa tabasamu la hila, macho yake kimwangalia kwa dhiaka. Wewe kama mshauri wangu wa karibu, una cha kuchangia kwenye huu mradi au akili yako yote imebaki kwenye hili duka la nguo tulilotoka? Hapo wajumbe wote waligeuza macho yao kuelekea kwa Rovina. Prince alikuwa anatarajia Rovina apapatike, aanze kusema sijui, au rangi ya kuta iwe nyekundu kama gauni langu. Yaani alitegemea kwamba atamfedhesha. Alitaka Rovina achekwe kidogo ili aendelee kumtawala, lakini Rovina hakutetemeka. Alinyoosha mgongo wake, akatupa jicho moja kali kwa Prince ambalo lilisema, utanitambua leo, nitakuonesha mimi ni nani. Na kisha hapo Rovina akajisogeza mbele ya meza. Rovina akaanza kusema, kwanza nashukuru kwa hii fursa Mr. Prince. Rovina alianza, sauti yake ikiwa imetulia, yenye mamlaka ambayo hakuna mtu aliyetarajia. Nimekuwa nikitazama ramani yenu na nimesikiliza changamoto ya Mr. Salim. Tatizo lenu ni kwamba mnafikiria kama wageni kwenye ardhi yenu wenyewe. Mnataka kuleta marumaru sijui kutoka Italia, sijui kutoka Brazil kwa ajili ya hoteli iliyopo katikati ya pori la Afrika, si ndio? Naam, chumba kilikuwa kimya kama kaburi. Prince alikunja uso kidogo, akileta umakini wa kutaka kujua Rovina anataka kuongea nini. Rovina alimtazama kwa upole Prince na kisha akaendelea kusema, kule Arusha kuna mawe ya asili ya volkano ambayo ni imara kuliko hata hizo tiles, na yanapatikana kwa bei ya kutupa kule mkoani Kilimanjaro na Arusha yenyewe. Badala kuagiza mbao sijui za Brazil, kule Tanga na maeneo ya Lushoto tuna mbao za mninga na mkongo ambazo zikishindiliwa vizuri zinatoa harufu ya asili na urembo wa kitalii ambao mzungu yote atapenda kuona. Ukichanganya mawe ya asili na mbao za kwetu, gharama ya ujenzi itashuka kwa zaidi ya 50% na ubora utakuwa ni wa kipekee. Wengine hawataki kuja Arusha kuona vitu vya Italia, wanataka kuona vitu vya Kiafrika. Hapo Rovina alinyamaza kidogo akimtazama Prince. Prince alikuwa mdomo wazi na kisha akamalizia kwa kusema, suluhisho langu ni kutumia local materials, kwa kutumia mafundi wa ndani waliobobea. Lakini tukileta wabunifu wa ndani wenye akili, mimi naamini tutakuwa tuna hoteli ya nyota 5 kwa gharama ya nyota 3, na faida itaanza kurudi ndani ya mwaka mmoja badala ya miaka 5. Kwa sekunde kadhaa hakuna aliyepumua. Kisha ghafla Mr. Salimu alianza kupiga makofi, akasema, excellent. Mungu wangu, hili ndio suluhisho tuliokuwa tunalihitaji. Mbona hatukuwahi kulifikiria hili? Mawe ya volkano hiyo itatofautisha hoteli yetu na hoteli zingine. Hapo wajumbe wote wakalipuka kwa furaha, vigelegele vya chini kwa chini, wakimpongeza Rovina kwa akili yake kubwa. Walikuwa kisogeleana na kunong'ona jinsi Prince alivyompata mwanamke mwenye akili na uzuri wa kipekee. Ni nadra sana kumpata mwanamke mwenye akili na akawa ni mzuri. Yaani vyote vikombaini kwa mara moja ni ngumu sana. Mara nyingi waga vinatengana. Akiwa mzuri, dishi kidogo limeyumba. Akiwa na akili, basi kuna kitu fulani kinakuwa kiko sawa. Prince alibaki ameduaa tu. Alimtazama Rovina ambaye sasa alikuwa amerejea kwenye pozi lake la kishua. Rovina alikuwa akijitazama kucha zake kwa dharau, yaani kama vile hajatoa darasa la faida dakika chache zilizopita. Prince alihisi kitu kikigonga moyo wake. Alimtazama Rovina kwa macho yaliyokuwa na mchanganyiko wa mshangao, heshima na kitu kingine ambacho hata yeye mwenyewe pia hakuwa tayari kuweza kukikubali, ni kwamba mapenzi. Kuna muda Prince alikuwa anamtazama Rovina kwa jicho la mapenzi kabisa. Aliona kwamba huyu mwanamke sio tu tapeli wa mtaani, bali ni almasi iliyokuwa imejificha kwenye tope.
alijihisi ufahari kuona huyu mwanamke, na kwa mara ya kwanza Prince alihisi kuwa kumwiba Rovina kwenye ile harusi ya Tanga ulikuwa ni uamuzi bora zaidi kuwahi kufanya maishani mwake. Mr. Prince. Bwana Salim alimuita Prince akimtoa kwenye mawazo. Mr. Prince, tunasubiri agizo lako. Tunapitisha pendekezo la madam ama. Hapo Prince alijishtukia, alivuta pumzi kidogo, akarudisha hali yake ya kawaida. Ndio, pendekezo la madam limepita. Fanyeni marekebisho ya bajeti kulingana na maelekezo yake. Kikao kimeshaahirishwa. Hapo wajumbe waliondoka mmoja mmoja, huku akimvamia Rovina kwa heshima mpya, yani kana kwamba yeye sasa ndiye bosi mkuu. Walipobaki wawili tu ndani ya chumba kile kikubwa, Prince aligeuza kiti chake na kumtazama Rovina kwa muda mrefu bila hata ya kusema neno. Prince, ulidhani ya kwamba mimi ni mwanamke wa kawaida sio? Rovina alirudia maneno yake ya dukani, akitabasamu kwa tabasamu la ushindi. Prince alicheka, safari hii kicheko chake kikiwa ni cha kweli na kilichojaa mahaba ambayo hakuweza kuyaficha tena. Unajua Rovina, we ni mchawi Umeipata wapi hiyo akili ya ujenzi? Ukiwa unaishi mtaani na unajaribu kutapeli watu wenye akili, lazima tu usome kila kitu, Prince. Rovina alijibu hivyo huku akisimama na kuanza kuelekea mlangoni. Mradi wako nimeuokoa sasa. Tunaenda kula iko chakula au unataka kuendelea kunishangaa hapa? Prince alisimama, alimwahi Rovina na kisha akamshika mkono kwa upole. Alimvuta kuelekea kwake, alimtazama machoni kwa sekunde kadhaa, safari hii bila hila wala ucheshi wa dhiaka. Akamwambia, nenda mbele Madam Rovina. Leo mimi ndiye msaidizi wako. Walitoka ndani ya kile chumba. Prince alijisikia kama mwanaume aliyeshinda bahati nasibu, huku Rovina akitembea kwa madoido, akijua fika ya kuwa kuanzia dakika hiyo mchezo wa paka na panya kati yake na Prince ulikuwa umeingia kwenye hatua nyingine kabisa ya hisia. Safari kutoka hotelini kurejea Kunduchi ilitawaliwa na kicheko na utulivu kwa muda mfupi, huku Rovina akijihisi kama malkia aliyeshinda vita ya maneno na akili. Lakini walipoingia ndani ya lile jumba la kifahari, hewa baridi ya AC ilionekana kuganda ghafla. Katikati ya sebule kubwa iliyopambwa kwa samani za dhahabu na tiles, alionekana Madam Catherine. Alikuwa ameketi kwenye kochi la ngozi akiwa ameshika glasi ya mvinyo, lakini macho yake madamu huyu yalikuwa ni makali. Uso wa Madam Catherine ulibadilika kutoka kwenye utulivu na kuwa wa chuki ya kutisha mara tu macho yake yalipokutana na Rovina. Rovina ambaye bado alikuwa ameng'aa katika lile gauni jekundu alisimama kwa kasi, glasi mkononi mwake ikitetemeka kwa hasira. Prince alijaribu kuipunguza hali hiyo kwa kicheko cha kujilazimisha na sauti ya kujipendekeza. Mama umerudi kumbe. Mama, mimi nilijua bado upo Canada kwenye ile mikutano yako ya kibiashara. Madam Catherine hakumtazama hata mwanae. Kidole chake cha shahada kilinyoka kuelekea usoni mwa Rovina kama mshale wa sumu. Nataka kujua, huyu binti anafanya nini hapa? Prince, nilikupa amri gani kule Mumbai? Nilikuambia hii takataka inastahili kutupwa mbali na maisha yetu. Kwa nini namuona hapa? Mama, unajua kiukweli kuna jambo halikuwa sawa kwake. Hapo Prince alianza kujikanyaga, akijaribu kutafuta maneno ya kumlinda Rovina bila kuonekana ni msaliti kwa mama yake. Nikaona ni bora nimchukue tu kuliko kumwacha kule tu akiwa nadhalilika.
Ina maana mwanangu, wewe umesahau? Na kuuliza Prince, umesahau ya kwamba huyu binti alithubutu kusema kwamba mimi nataka kukuua wewe? Huyu binti alisema mimi ni muuaji ninayetafuta moyo wako. Leo hii umemrudisha ndani nyumba yangu, unamleta nyoka huyu ili atuume sote. Sio maana yake Prince? Mama, najua hilo na nimelishashughulikia mama. Naam, hapo Prince alijibu kwa upole, akisogea karibu na mama yake ili tu kuweza kumtuliza. Mama, punguza hasira kwanza. Punguza hasira mama, kila kitu kipo chini ya ulinzi. Kwa nini nipunguze hasira? Huyu binti ni nuksi. Huyu binti ni mdudu anayeharibu kila mpango wetu. Nataka atoke hapa sasa hivi, au nitamtoa mimi mwenyewe kwa nguvu zangu. Wakati mazungumzo haya yanaendelea, Rovina alikuwa akijikaza asionyeshe hofu mbele mwanamke huyo mkatili. Prince alijitahidi kumtuliza mama yake, lakini ghafla nje ya mjengo huo sauti ya kishindo kikubwa ilisikika. Mlio wa risasi uliopasua anga ulisikika, ukifuatiwa na makelele ya walinzi, na kisha sauti ya ghadhabu, sauti iliyokuwa ina mamlaka ya mwanaume aliyepoteza uvumilivu, ilisikika ikisogea karibu na mlango. Kwamba Prince, toka nje kama kweli wewe ni mwanaume. Nasema toka nje unikabili. Hapo ilisikika sauti ya mwanaume afahamikaye kwa jina la Stefan. Rovina alipoisikia sauti ya Stefan huko nje, alishtuka. Mwili wake wote ulianza kutetemeka. Aliijua sauti hiyo ilikuwa ni sauti ya mwanaume aliyekuwa amedhalilishwa mara mbili na sasa amejawa na ghadhabu. Rovina akasema, Prince, tafadhali nakuomba usiende nje. Rovina alimshika Prince mkono kwa nguvu, machozi yakimlengalenga. Usiende nje, huyo ni Stefan, anaweza akakudhuru. Shida yake ananitaka mimi. Acha tu nirudi kwake, asije akakuumiza. Prince alimtazama Rovina na kisha alimshika uso wake kwa mikono yote miwili. Kwa mara ya kwanza macho ya Prince yalikuwa na ujasiri usiokuwa na mashaka. Akamwambia, sikiliza Rovina, hauendi popote Rovina. Labda mimi nikiwa nimekufa. Nenda chumbani kwako, funga mlango. Hii ni shughuli ya wanaume, sihitaji uweze kuingilia. Madam Catherine, licha ya hasira yake kwa Rovina, Madam Catherine alionekana kushtushwa na huo uvamizi. Prince aligeuka akatoka nje kwa hasira, akipiga hatua nzito, huku Madam Catherine akimfuata kwa nyuma haraka mno. Nje ya jumba hali ilikuwa ni ya hatari. Magari matatu meusi yalikuwa yamepaki vibaya na kundi la vijana wa Stefan walikuwa wamenyoshiana bastola na walinzi wa Prince. Katikati yao Stefan alikuwa amesimama akiwa ameshika bastola mkononi, uso wake ukiwa na makovu ya hasira na aibu. Prince akasema, oya, wewe ni nani? Na unataka nini hapa kwenye makazi yangu? Prince aliuliza kwa sauti ya radi. Akasimama mbele ya Stefan bila hata ya uoga. Stefan alicheka kicheko cha kikatili, akitembea hatua mbili mbele, na kisha akamjibu Prince. Majibu ya hayo maswali tayari unayo Prince. Mimi ni mwanaume uliyemvua nguo tanga. Nipatie mwanamke wangu haraka sana kabla sijageuza hili jumba kuwa gofu la kale. Prince, usijifanye shujaa. Mimi sina cha kupoteza leo. Nimemfuata mwanamke wangu. Hapo Prince alikunja uso, akimtazama Stefan kwa dharau. Mke wako? Unazungumzia mwanamke aliyekukimbia mara mbili? Unamzungumzia aliyekataa kuolewa na wewe hata mbele ya madhabahu? Unachokitafuta hapa hakipo Stefan. Kuliko kujisababishia matatizo zaidi na ukisha gerezani au mochwari, ni bora ukaondoa hicho kichogo chako sasa hivi napoongea. Kauli hiyo ilimkwaza Stefan, ilimkera Stefan. Stefan akasogeza bastola yake mbele.
alitaka kuifyatua, huku walinzi wa pande zote mbili wakikaza vidole kwenye kufyatulia risasi. Stefan akasema, unanichokoza Prince. Unajua mimi ni nani kule Geita? Naweza kuifuta hii familia yenu kwenye ramani ya nchi. Stefan aliposema hivyo, Prince akasema, jaribu tuone. Prince alijibu kwa hila, akitayarisha, yani alikuwa amejitayarisha kwa lolote lile litakaloweza kutokea. Wakati mvutano ukiwa umefika pabaya, Madam Catherine aliingilia katikati. Alisimama mbele ya Prince akimtazama Stefan kwa macho ya dharau ya mwanamke aliyeshika nusu ya uchumi wa biashara haramu. Madam Catherine akasema, sikiliza wewe kijana. Madam Catherine alitoa onyo kali mno. Akasema, mimi ni Madam Catherine, na hii ni ardhi yangu, na huyu ni mwanangu. Kama unamtafuta mkeo hapa ndani, nakwambia kwa mara ya kwanza na ya mwisho, hayupo. Hatuna muda wa kuweza kuhifadhi wanawake wa mtaani. Tunakuomba uondoe hao watu wako kabla sijaamuru walinzi wangu wakuondoe kama takataka. Ni vyema kuondoka wewe mwenyewe. Hapo Stefan alimtazama Madam Catherine, akagundua kwamba mwanamke huyo si wa mchezo. Alijua kifyetua risasi hapa itakuwa ndo mwisho wa himaya yake pia. Alishusha bastola yake kidogo Stefan, lakini alimkazia macho Prince. Stefan akasema, nitaondoka, lakini safari ijayo nikirudi sitakuwa na muda wa maneno. Nitachoma kila kitu. Kama hamtaki matatizo makubwa, mrudisheni mwanamke wangu Rovina haraka sana. Dunia ni ndogo Prince, utajificha lakini hutaweza kukimbia milele. Stefan aligeuka, aliingia kwenye gari lake kwa hasira. Magari yao yaliondoka kwa kasi, yakitimua vumbi jingi na kuacha harufu ya baruti hewani. Prince alibaki amesimama, kifua kikimwenda juu chini kwa hasira, na hapo ndipo Madam Catherine alipomgeukia mwanae, uso wake ukiwa una hofu iliyofichika. Haya, unaona sasa? Unaona matatizo uliotuletea kwa sababu ya yule binti? Hapa vita ndio imeanza Prince, na safari hii adui yako yuko mlangoni. Prince hakujibu kitu, aligeuka na kuingia ndani, akijua ya kwamba usiku wa leo ulikuwa ndo mwanzo wa dhoruba ambayo ingeweza kumeza kila kitu: utajiri, familia na hata yule mwanamke aliyekuwa akimsubiri chumbani akiwa na hofu. Madam Catherine mara baada ya kuona Prince kazama ndani, alisogea pembeni ya bustani, akatoa simu yake, akampigia msaidizi wake Ben, akamwambia, Ben, uko wapi? Madam, niko njiani madam, naelekea airport kukamilisha taratibu za safari ya Misri kama ulivyonielekeza. Madam Catherine akasema, hapana, usiende tena Misri. Safari hiyo ihairishe sasa hivi napoongea. Kuna kazi ya dharura hapa nyumbani. Huyu mjinga anazidi kuweza kuharibu mipango yangu. Amemleta tena Rovina hapa Kunduchi. Amemleta Rovina? Kivipi madam? Sijui kivipi. Huyu binti ni hatari zaidi kwetu kuliko vile tunavyofikiria. Huyu binti ana akili, ana ulimi wa sumu. Ameweza kugundua mapema sana mpango wetu wa awali ya kwamba tulimleta Prince India ili kumtoa moyo wake kwa ajili ya Ian, lakini mambo yakashindikana baada ya yeye kuweza kuingilia kati kule airport. Akijua huo ukweli, atamgeuza Prince kuwa adui yetu mkubwa kabla tujajipanga. Madam, sawa, nimekuelewa. Kwa nataka nifanyaje sasa hivi madam? Ben aliuliza hivyo kwa sauti nzito, na ndipo Madam Catherine alivuta pumzi ndefu, macho yake yakitazama kilele cha jumba lake kama mwindaji anayetafuta mawindo. Madam Catherine akasema, nisikilize Ben, mpango umebadilika kabisa. Awali tulitaka kumtumia Prince kama dhabihu ya Ian, lakini sasa Ian tayari ameshafanywa upandikizaji wa moyo kutoka kwa mfadhili mwingine huko Misri. Na hata hivyo siwezi kuruhusu Prince aendelee kuishi kama sehemu ya familia hii. Kama akiendelea kuwa mmoja wa watoto wangu, sheria itamruhusu kurithi sehemu kubwa ya utajiri wangu pindi nikiondoka, na hilo ni jambo ambalo sipo tayari nalo hata kidogo. Huyu Prince mimi sio mwanangu. Sijui unanielewa Beni? Huyu Prince ni mtoto wa mtaani tu, niliyemvua matope ili amuokoe mwanangu halisi.
Sasa kwa kuwa Ian anapata nafuu, Prince amekuwa mzigo kwangu. Tutarudi kwenye mpango wetu wa awali. Lazima Prince afe. Sitaki Ian akipona na kurudi Tanzania mkute huyu muhuni akijifanya ni ndugu yake wa damu. Nadhani Ben umenielewa. Mission hapa ni kumuua Prince. Sawa boss. Naelewa umuhimu wa Ian kurudi kwenye himaya safi. Lakini madam, itakuwaje kuhusu bodi ya wakurugenzi? Katika kile kikao cha leo asubuhi, nasikia wajumbe wengi wameonekana kumkubali sana Prince. Amewapa suluhisho la mradi wa Arusha ambalo limewasisimua. Kwa sasa wanamuona kama kiongozi bora wa baadaye wa kampuni madam. Sasa basi Ben, naomba unisikilize. Hiko alichokifanya. Hiyo ndio sababu kuu ya kwa nini nataka afe haraka iwezekanavyo. Beni, hiyo ndo sumu yenyewe. Kama tukiendelea kuruhusu hilo na bodi kizidi kumwamini, pindi mwanangu Ian atakapopona na kurudi kuchukua nafasi yake, italeta shida kubwa ya madaraka. Ian hatokubali kuongozwa na ndugu feki na bodi itaanza kuleta ukinzani. Lazima tufute jina la Prince kwenye vitabu vya uzima kabla hajakaa imara zaidi. Nadhani umenielewa Ben. Madam, nimekuelewa. Na alifanyia kazi hilo mara moja. Nitatafuta namna kuweza kuifanya ionekane kama ajali au shambulio la adui zake mwenyewe. Fanya hivyo Ben. Ben, nakuomba uhakikishe huyu binti Rovina naye anapotea pamoja naye, au anasingiziwa kuhusika na kifo cha Prince. Sitaki makosa safari. Ian anastahili kurithi kila kitu peke yake. Hapo Madam Catherine alikata ile simu. Alitabasamu kwa baridi na kisha aligeuka kuelekea ndani, akiwa tayari ameshaandika hukumu ya kifo kwa kijana anayemuita mwanae dakika chache tu zilizopita. Msikilizaji, kule ndani Prince na Rovina walikuwa hawajui kuwa mtego mwingine tayari umeshaandaliwa. Tena ni mtego mkali zaidi hata ya ule wa Stefan. Na mtego huo ulikuwa umeshaanza kusukwa na mwanamke waliyemwamini kama kimbilio lao. Vita sasa haikuwa tena ya mapenzi, bali vita ilikuwa ni ya kutafuta uhai dhidi ya mwanamke aliyekuwa tayari kuua ili kulinda utajiri wake. Prince, hakuna namna, inabidi tu niondoke, aliongea Rovina, na hii ilikuwa ni mara baada ya Prince kuingia chumbani kwake. Nisikilize Rovina, huendi popote. Tumezoeana. Kwa nini unataka kuniacha namna hii? Prince, nadhani umeona mwenyewe ya kwamba kuwa karibu na mimi ni matatizo matupu. Prince, Stefan anakuinda, babangu naye pia sijui atafanya nini. Na hapo bado kuhusu huyu mama yako ambaye mimi nina mashaka naye. Una mashaka naye? Una maana gani kusema hivyo Rovina? Prince, najua unaweza uniamini au usiniamini, lakini kiukweli mimi sina imani kabisa na huyu mama, eti kama ni mama yako kweli. Sina imani naye, yani moyo wangu tu unakataa. Rovina, unaongea hivyo ili unikere, si manake? Unataka kunikera ili nikurudishe kwenu, si manake? Hapana. Haiko hivyo Prince. Mimi naongea kile ninachokihisi. Hisia zangu Prince, naona uisoma mako. Wewe, hisia zako haziko sahihi. Hizo hisia zako lazima kutoka kuna shida mahali. DNA imethibitisha kama huyu ni mamangu. Sasa wewe hapo usichokiamini nini? Subiri kwanza Prince. Hivi unadhani kwa nini ananichukia mimi? Na nina uhakika yeye ndio sababu ya wewe kunifukuza mimi kule India. Sio kweli. Ule ulikuwa ni uamuzi wangu tu binafsi. Sasa kwa nini ananichukia huyu mamako? Hujiulizi hilo swali? Haya. Au tufanye hivi. Swali hilo kwamba ni gumu. Okay, vipi kuhusu huyo mtoto wa kiume Ian? Umeshaye kumuona tokea uingie kwenye hii familia yake? Prince alikaa kimya, kwa maana ya kwamba ni kweli hakuna mtoto yoyote wa Madam Catherine aliyemuona tokea awe kwenye hiyo familia kitajiri. Rovina alipoona Prince anafikiria, alimkaribia zaidi na kisha akaendelea kumwambia, nisikilize, kuna mambo hayo mawili. Aidha hao watoto
hawajapenda kuona ndugu mwingine, na ndio maana hawajataka kuonana na wewe, kwa sababu swala la kusafiri kwa ndege kwao ni sawa tunakupanda daladala tu. Wasingeshindwa kuja kukuona au kukuambia wewe uwatembelee walipo. Hasa huyo mtoto wa kiume inasemekana kwamba ni mgonjwa, amelazwa kwenye hospitali ya siri, na ilitakiwa moyo wako utolewe apewe yeye, lakini naona lilishindikana baada ya mimi kufanya vurugu pale airport. Kwa hiyo Rovina, unataka kuniambia ili kuficha hiyo siri, na ndio maana kama kutangaza hadharani kwamba mimi ni mtoto wake alipotea, si ndio? Kumbe una muda Prince, akili zako zinajichaji Sasa hapo ndo unaanza kunielewa. Imani yangu inaniambia hivyo. Lakini mbona haionekani kama ni mtu mbaya huyu madam? Mbona akanipa mamlaka makubwa sana kwenye kampuni yake? Hey, huo ni mchezo tu. Anakuchezea mchezo wa akili. Anakuchezea. Alafu kwanza, unajua huyo Ian yuko wapi? Mara ya mwisho niliambiwa yuko Italia. Sasa fanya hivi, nenda kwa Italia kakutane naye. Ukimkuta mzima wa afya, basi ni kweli mashaka yangu yatakuwa ni ya uongo. Lakini kama ukikuta ni mgonjwa, tena ana tatizo la moyo, basi ujue nipo sahihi kwa maneno yangu. Rovina, ujue unachokisema ni sawa na uuaje. Yaani mamangu mzazi atake kuniua mimi, na kama haitoshi ndugu awe anaumwa, alafu mimi nisijue. Tatizo lako Prince, wewe ni mbishi sana. Okay, sawa, mimi nitafanya kama usemavyo, lakini na masharti hayo mawili. Masharti? Kivipi yani? Kwa sababu shutuma zako dhidi ya familia yangu ni nzito sana. Itabidi tuingie makubaliano. Tutaenda wote huko Italia. Ikiwa unachokisema ni cha ukweli, tutamfungulia mashtaka mamangu na tutamtaka alipe fidia kubwa. La sivyo tutamfunga kwa kesi ya kutaka kuniua. Najua hatakubali kwenda gerezani, hivyo atachagua kulipa mabilioni ya pesa. Hizo pesa tukipewa sitochukua hata senti 5. Zote zitakuwa za kwako. Lakini ikiwa unachokisema ni uongo, basi utanizalia mtoto. Okay. Sawa, twende. Kwanza sijai kwenda Ulaya, na hii ndio itakuwa fursa yangu pekee maishani mwangu. Una uhakika Rovina? Mimi huwa sina utani kwenye makubaliano Rovina. Bwana wewe, twende bwana wewe. Mbona maswali yanakuwa mengi au hujiamini? Mimi na uhakika na maneno yangu, na hata ukitaka ushahidi naweza nikautafuta. Okay. Sawa. Hapo Prince alishika simu yake na kuanza kufanya booking mahali watakapofikia huko nchini Italia. Kwa kuwa pesa kwa wakati huo haikuwa shida kwake, siku iliyofuata asubuhi na mapema baada ya kupata kifungua kinywa, walianza safari kuelekea nchini Italia. Kwa kuwa hakutaka Madam Catherine ajue wanapokwenda, waliamua kumdanganya kwamba wanaenda Kenya kikazi. Taarifa hiyo Madam Catherine aliipokea kwa furaha, kwa sababu alijua hiyo ndio fursa nzuri kwake kufanikisha mauaji ya Prince akiwa Kenya bila kujua kuwa alikuwa amedanganywa. Baada ya kama masaa mawili kupita, tayari Prince na Rovina walikuwa angani wakielekea nchini Italia, ndani ya ndege binafsi ambayo Prince alikuwa ameikodi. Hali ilikuwa ni ya utulivu. Sauti pekee iliyosikika ilikuwa ni mgurumo tu hafifu wa injini na sauti ya muziki wa jazz uliokuwa ukicheza kwa sauti ya chini sana. Rovina alikuwa amejinyosha kwenye kiti chake cha ngozi akitazama nje ya dirisha huku akichezea bangili yake. Ghafla, mhudumu mmoja mtanashati wa ndege hiyo alimsogelea Prince, akamkabidhi jarida moja lenye rangi ya kuvutia. Prince alipokea kwa tabasamu, akalifungua, akaanza kulisoma kwa umakini mkubwa, akishusha pale mioni yake ya kusomea kidogo maeneo ya puani. Rovina, ambaye alikuwa akimchunguza Prince kwa jicho la pembeni, alishindwa kuzuia udadisi wake. Aligeuka na kuliangalia jarida lile, kisha macho yake yalimtoka mara baada ya kuona picha ya mtoto mchanga aliyekuwa akitabasamu kwenye ukurasa wa mbele. Kulikoni? Rovina alinyanyuka akajisogeza karibu huku akicheka kwa kejeli. Toka lini umeanza kusoma majarida namna hiyo? Tangu lini ukawa na hamu ya kujua jinsi ya kubadilisha nepi na kubembeleza watoto wachanga? Au umeanza kugua akili huku angani wewe? Prince hakunyanyua macho yake kwenye jarida, aligeuza ukurasa kwa madoido akigusa picha ya kitanda cha mtoto. Nimeanza leo Rovina. Binadamu yote mwenye akili lazima ajitayarishe mapema. Najiandaa kuwa baba bora, baba ambaye atajua kila hatua ya ukuaji wa mwanae. Usiniambie. Ina maana tayari kuna mtu ni mama kijacho wako, ina maana kumeshamtia mimba. Nani wewe mwanamke aliyekubali kubeba mbegu zako za fujo Prince?
Mwanamke gani asiyokuwa na akili timamu yakakubali kukuzalia wewe? Prince alifunga lile jarida polepole, akamgeukia Rovina, akamtazama moja kwa moja machoni kwa tabasamu ambalo lilikuwa na mchanganyiko wa ujasiri na mahaba ya siri. Unataka kumjua mamangu kijacho? Mama kijacho wangu ni wewe Rovina. Hakuna mwanamke mwingine zaidi yako. Hapo Rovina aliganda kwa sekunde moja na kisha aliangua kicheko kikubwa kilichovunja ukimya wa ndege ile. Jamani we, usinichekeshe mimi ndo niwe mama kijacho wako? Prince, hebu tafuta dawa ya akili. Naona hewa ya humu ndani imeanza kukuvuruga akili yako. Kumbuka makubaliano yetu Rovina. Prince alisema kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo, akisogea karibu na Rovina kiasi kwamba pumzi zao zilianza kukutana. Tunaelekea Italia. Nina uhakika mimi ndiye nitakayeibuka mshindi kwenye hili. Tukimkuta Ian ni mzima wa afya na haumwi chochote, sharti langu liko pale pale, utanizalia mtoto. Na kwa jinsi ninavyojiamini, hili jarida nalisoma ili nijue jinsi ya kukuhudumia ukiwa mjamzito. Sijui umenielewa kivuruge wangu? Hapo Rovina alitikisa kichwa kwa madoido, alivuta nywele zake nyuma huku akionyesha yale mapozi yake ya siku zote. Prince, unaota mchana kweupe. Mimi Rovina Bastain nizae na wewe. Ni maramia nizeke bila mtoto, au nizae na mti, ama nizae na mbuyu? Sio wewe mwanaume. Na na uhakika 100% ya kwamba Madam Catherine ni nyoka, na tukifika Italia utajionea wewe mwenyewe. Unajua mimi ni binti wa mjini ninajua kusoma alama za nyakati Rovina, unajipa matumaini ya uongo. Prince alijibu hivyo huku akichezea kucha za Rovina zilizokuwa na hina, kitendo kilichomfanya Rovina ashtuke kidogo, lakini ule mkono hakuuondoa. Unajua unachokifanya sasa hivi unakijua? Ni unajaribu kupingana na hatima. Uzuri wako huu, akili yako hii na fujo zako hizi lazima zipate mrithi anayefanana na mimi. Utanizalia mtoto mrembo sana, atakayekuwa na macho yangu na ukaidi wako. Huko ni kunichukulia poa Prince. Nisikilize Prince, hata kama ningekuwa mwanamke mimi ndo mwanamke wa mwisho duniani, nisingekubali mtego wako. Mimi na wewe ni maji na mafuta. Tunafanya kazi pamoja, tunatapeli pamoja, lakini swala la kuzaa, nakuomba usahau. Hata unipe kiasi gani bado nitakataa. Mtoto wangu hawezi kuona baba chafujo kama wewe. Naomba uelewe hilo. Okay, ngoja tuone. Ila tambua kwamba mtoto utamfaa, utamtoa tu. Prince alisisitiza huku akicheka kwa ucheshi. Alafu unajua tayari nimeshaanza kufikiria mpaka jina la mtoto. Kama atakuwa kiume ataitwa King, maana babake ni Prince, na kama ni kike ataitwa Irene, maana mama yake ni hali kama dhahabu. Eti Irene. Mcheke mimi. Rovina alizidi kucheka, akijaribu kujificha jinsi moyo wake unavodunda kwa yale maneno ya Prince. Prince, wewe ni mbishi kuliko mbuzi wa kijijini, nakwambia hivi. Itakuja kula kwako one day. Tukifika Italia na kukuta Ian anasubiri moyo wako, utaanza kunililia ni kuokoe, na hapo ndipo nitakudai mamilioni yangu bila hata huruma. Habari za watoto utazisahau, tumeona. Tutaona Rovina. Tutaona nani atacheka mwisho. Ngoja niendelee kujifunza jinsi ya kuandaa uji wa mtoto, maana nahisi safari hii mimi ndo nitakayeibuka mshindi. Rovina alibaki akimwangalia Prince kwa jicho la dharau. Alijawa na hisia kali mno. Pamoja na ubishi wao na chuki ya nje, kulikuwa kuna uzi mwembamba wa upendo uliokuwa ukiunganishwa na hatari iliyokuwa mbele yao. Baada ya kuwa angani kwa masaa kadhaa, hatimaye Prince pamoja na Rovina waliwasili nchini Italia. Bwana, huko Italia watakutana na majibu gani? Mwisho yote tukutane katika sehemu ya 4, mzigo mtamu wa kuitwa Dia Rovina kutoka kwake Saidi Jr. Mimi naitwa Uncle J, asante sana kwa kunisikiliza na nikutakie wakati ulio mwema. Bye bye kwa sasa.